Ndugu mtazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote ulipo, ninakusalimu hujambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba support yako, subscribe kama wewe ni mgeni papa hapa ndipo unapata taarifa za ukweli. Mtazamaji wangu, mambo ni makali. Yaani jeshi la polisi katika taifa letu la Tanzania likisikia tu kwamba kuna maandamano ambayo yameweza kuandaliwa, wao kitu ambacho wanafikiria ni jinsi ya kuwafyonza wafanyabiashara na raia pesa. Sasa ninaelezwa Bwana Ezra, jeshi la polisi taifa letu la Tanzania limegeuka na kufanya maandamano kuwa faida yao. Mnaelewa, kuna maandamano ambayo wanaharakati na raia waliweza kuita ama waliweza kutangaza ya Sabasaba ili kutaka ukandamizaji uweze kuisha katika taifa letu la Tanzania. Vile haki iweze kupatikana kwa wale wote ambao waliuawa mwaka 2025. Vile Lissu waachiliwe na katiba mpya iweze kuundwa. Lakini unajua nini ambacho wanaharakati na Watanzania walifanya? Walitangaza maandamano alafu wakaachia serikali kaandamana peke yake. Sasa nimeelezwa hivi, wakati wowote ule ambapo unapata kwamba pametangazwa maandamano katika taifa letu la Tanzania, jeshi la polisi huchukua hiyo nafasi na kuanza kuitisha pesa kutoka kwa wafanyabiashara na raia wale ambao wako na shughuli kwenye miji mikubwa. Sasa mfano haya maandamano ya Sabasaba, ninaambiwa kwamba polisi waliitisha pesa nyingi, mahala ambapo mfano kama yeyote yule ambaye alikuwa na duka la mafuta alikuwa anapaswa kutoa shilingi 100,000 kwa ajili ya ulinzi, na mwenye biashara alikuwa anahitajika kutoa pesa nyingi. Mfano habarini, wafanyabiashara wenzetu, leo tulikuwa na mkuu wa wilaya Ubungo ofisini kwake. Ajenda ni kuhusu ulinzi tarehe 7/7 mwaka 2026. Anaomba mwenye pickup zinahitajika 16, mwenayo anaweza kuiwasilisha kwake, ama yule ambaye alikuwa nayo aweze kuwasilisha kwake. Pili, alafu akasema kwamba kuna mchango wa mafuta, kila mwenye duka atoe 100,000 kwa ajili ya ulinzi. Kwenye biashara zetu kutakuwa na askari usiku na mchana wenye silaha. Mchango uwakilishwe kwa Kavishe Super. Nambari nimeweza kuifuta kidogo kabla ya siku ya Jumapili ambayo iliweza kupita, na kesho daftari litapita. Ndugu Emma Kavishe na kijana, asanteni, tudumishe amani. Sasa unaona hapa, huyu ni msimamizi wa wafanyabiashara. Unaona, aliwaambia kwamba alikuwa kwenye kikao na mkuu wa wilaya Ubungo ofisini kwake, na kwenye hicho kikao akawaambia kwamba kila mwenye duka Dar es Salaam na mitaa ile mikubwa katika taifa letu la Tanzania walikuwa wanahitajika kutoa pesa ili eti kwamba hizo ni za mafuta. Kwani wacha niulize,
serikali haitoi pesa za mafuta. Hii serikali ya Samia haitoi pesa za mafuta, kwa sababu kipindi ambapo unapata kwamba bajeti inasomwa, inaandaliwa, unapata kwamba mpaka mafuta ya polisi yanawekwa kando. Pesa hesabu inakaguliwa mpaka ya mafuta. Kipindi ambapo unapata kwamba tena wanaitisha pesa za mafuta, hiyo ni ishara kwamba mtazamaji wangu walikuwa wanatafuta namna ambayo ya kuweza kufyonza wafanyabiashara pesa. Mpaka ukasikia mwenye alikuwa anatumiwa pesa anaitwa ndugu Emma Kavishe na kijana. Sasa nataka nikushangaze, ona hiyo listi. Hiyo ni orodha ya wale ambao waliweza kutoa pesa. Ndio nimekuambia kwamba polisi wanaposikia kuna maandamano katika taifa letu la Tanzania, unapata kwamba wao wapo kwenye biashara. Wao uchochea maandamano kabisa, wanachochea maandamano kabisa, alafu unapata kwamba wanaitisha pesa kutoka kwa wananchi au wafanyabiashara. Mnakumbuka majuzi tu walikuwa wanatuambia sijui wameweza kuwakamata vijana fulani wa Chadema, eti walikuwa wanachochea maandamano, wengine walikuwa wanaandaa maandamano, wengine walikuwa wanarusha vipeperushi, lakini hao ambao wanatuambia eti kwamba wamewakamata hawaonyeshi picha zao. Kumbe huu ndio ulikuwa mpango wao. Wanachochea maandamano, wanadanganyana eti kwamba wamepata vijana ambao walikuwa wanaandaa maandamano, wenye walikuwa wanapanga maandamano ili kutia wafanyabiashara taharuki, ndiposa waweze kutoa pesa. Kabla hatujaweza kuisoma hiyo listi, kipenda orodha, tuweze kuona hawa ambao waliweza kutoa pesa, walitoa pesa ngapi na ni watu wangapi, na ni kwa nini polisi wameamua wanafyonza pesa kutoka kwa wananchi. Nyinyi ni familia yangu. Nyinyi ni familia yangu, ndugu zangu. Sasa mkiwa familia yangu, mimi kando na kuwahabarisha, kazi yangu huwa ni kupiga picha na kuandaa vitu vingi kama vile video. Lakini sasa penye nipo, kwa sababu mnaelewa hauwezi ukakuwa katika taifa letu la Tanzania alafu naendelea kuzungumzia serikali hivi. Nipo kwenye nchi jirani fulani hapo. Sasa penye nipo, hii kamera yangu ya kufanyia kazi ilidondoka ikaharibika kidogo. Kwa hivyo kipindi ambapo naendelea kuwahabarisha, sasa hii kamera yangu ilipodondoka ikaharibika, mtazamaji wangu, inahitaji hela 120,000 za Tanzania, ambazo Kenya ni shilingi 6,000, ili angalau niweze kuiunda hapa penye kadi imeharibika. Hii kadi haisomi. Unapoweka unakuta kwamba angalau unapopiga picha unapata kwamba haichukui matukio, hata maudhui haichukui. Kwa hivyo nikaweza kuuliza fundi anaweza kaunda na ngapi, akaniambia ni shilingi 6,000 za Kenya, alafu shilingi 120,000 za Tanzania. Kwa hivyo mimi ninawaomba, kwa sababu nyinyi ndio familia yangu ambayo huwa tunahabarishana, changa tu kidogo kidogo, ili mwanahabari wenu aweze kuunda hichi kitu hapa, nami ndipo na tafuta riski kutoka hapa kidogo kidogo tu, angalau niweze kuunda hii kitu. Nambari nitaiweka hapo na mtagundua ndugu yenu mahala ambapo nipo, ndio hiyo hapo, na nitawashukuru ili niweze kuunda hichi kifaa kinisaidie nami niendelee kutafuta maisha kipindi ambapo tunaendelea kuhabarishana. Sasa mtazamaji wangu, kwenye hiyo orodha tuliambiwa kwamba hivi, nimepokea mchango kwa ajili ya ulinzi wa Sabasaba. Hapa sasa hawa ni wale ambao ni wafanyabiashara ambao waliweza kutoa hizi pesa. Wa kwanza alikuwa anaitwa Ladislam
Ladislas Maunga akatoa shilingi 100,000. Alafu Eric Super akatoa shilingi 100,000. Silvanus Sylvester Swai akatoa 100,000. Lugano Mwaka Sangula akatoa 100,000. Auria Company Limited akatoa 100,000. Na ukiangalia watu wote walitoa pesa, mtazamaji wangu. Cha kushangaza ni kile unapata kwamba matukio kama haya yanapotokea, serikali huwa inachukulia ama maafisa wa polisi wanachukulia matukio kama haya kuweza kuunda pesa kutoka kwa wananchi. Ni jambo la kushangaza, ni jambo la kushtua sana. Yaani badala ya kutoa ulinzi, unapata kwamba wanachukua hiyo nafasi kuweza kuunda pesa kutoka kwa wananchi. Pitia orodha yote mpaka chini, singesoma yote, ni kubwa. Wewe mwenyewe unaweza ukajisomea hapo hivyo kwenye skrini. Mtazamaji wangu, utashangaa sana sana sana. Na hapa ndipo utagundua kwamba wanaharakati waliitisha maandamano ya amani yasiyo na vurugu, ya kutaka mambo fulani ambayo nilikueleza yafanyike, lakini polisi wakajenga taharuki, wakaeneza taharuki. Kwa sababu gani? Waliambizana kwamba wajenge taharuki ndiposa waweze kupata pesa, wajenge taharuki ndiposa waweze kutumiwa pesa, eti kwamba ni za ulinzi na za mafuta. Kumbe wenzenu wako kwenye biashara. Eti sasa wewe rafiki yangu mwenye unanitazama, eti kwa sababu kuna duka Dar es Salaam, unaambiwa eti kwamba tunakuja kulinda duka lako ili wahuni wasije kuharibu. Na hakuna mtu mwenye anaweza karibu duka la mwenzie. Sisi sote tunatafuta. Lakini unapata kwamba wanajenga mazingira eti kwamba kuna watu ambao watakuja kuharibu duka lako. Kwa hivyo kitu ambacho nafanya, tupe pesa tukulindie. Tuko na jeshi la polisi ambalo limepotoka. Kazi yake imekuwa ni tawi la CCM. Mtazamaji wangu, huu ni ungwana kweli? Polisi wanajenga taharuki tu kwamba wamepanga kuja kuua, wamepanga kuja kuua polisi, wa wanyang'anye bunduki, ndiposa wenye biashara waogope, wawape pesa ili wajifanye eti kwamba wanawalindia biashara zao. Uliona msemaji wa polisi David Misime Jumatatu, ilikuwa Jumapili, aliwaambia wananchi na akatangaza kwenye nchi nzima kwamba kuna watu ambao wamepanga kuja kuua viongozi, kunyang'anya viongozi bunduki, kudhuru maafisa wa polisi. Kumbe ile ni taharuki ambao walikuwa wanataka kujenga ndiposa wapewe pesa. Mtazamaji wangu, unaona kweli ni sahihi? Yaani sisi tunapotafuta haki, tunapotafuta katiba mpya, tunapopigana Tundu Lissu aweze kuachiliwa na Samia, polisi wao kitu ambacho wanafikiria ni jinsi gani ambayo watapata hera. Wazo lako ni lipi? Mwenyezi Mungu akubariki.